في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ndugu zangu wapenzi wa Islam, atunabudi kurejesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuwafikisha kuweza kuidiriki Ijumaa ya pili baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala kutupa taufiki hii ya kuweza kuhudhuria ibada tukufu ya sala ya Ijumaa na khutba yake baada ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أسيما: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Allah subhanahu wa ta'ala anamkhutubia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia muabudu Mola wako mpaka yakufikie wewe mauti. Na ulama wa usul wasema al-ibratu bi'umumi al-lafz la bikhususi as-sabab. Mazingatio ni ya kuenea tamko wala si kwa sababu ya aya kuteremka. Ndugu zangu, khitabu hii inamkhutubia kila Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tumwabudu yeye mpaka umauti utufikie. Muislamu, ibada si ya msimu maalum, bal Allah amemwamrisha mwanadamu na Muislamu kumwabudu yeye mpaka yamfikie umauti. Ndugu zangu katika imani, tutakaniwa tuwe rabbaniyun wala tusiwe ramadhaniyun. Tuwe ni watu wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kipindi cha uhai wetu wote, na tusiwe ni watu wenye kumwabudu Allah kwa misimu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo Mola wa Ramadhani na yeye ndiyo Mola wa miezi yote ya mwaka. inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, na mwezi wa Ramadhan ni mmoja wapo kati ya miezi 12. Ndugu zangu, katika khutba yetu ya leo tutaishi katika unwani ya hadithi al-Qudsi. Hadithi al-Qudsi ambayo imebeba unwani ghina Allahi wa faqru al-ibadi ilayhi, ukwasi na utajiri wa Allah na uhitaji wa waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi sote ndugu zangu tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, sote ni mafukara. antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya hii, antumul fuqara'u ila Allah, nyote nyinyi ni mafukara, nyote nyinyi ni mnamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah yeye ndiyo mkwasi na mwenye kuhimidiwa. Idhan ndugu zangu katika imani, Ramadhani imeondoka, Ramadhani imeisha, lakini Muislamu atakiwa kuishi baada ya Ramadhani katika maisha yale aliyoishi katika mwezi wa Ramadhani. Kile alichokichuma katika Ramadhani kutokamana na qiraati al-Qur'an, kusali sala za sunna na za faradhi, kusoma Qur'ani na kufanya ibada mbalimbali, sadaqat, basi ibada zote alizozifanya ndani ya Ramadhani atakiwa kuendelea nazo, kwa sababu funga ya faradhi ikiwa imeisha, lakini funga ya sunna ipo. Kuna saumu ya 6 inayoendelea mwezi mzima huu, kuna saumu ya Jumatatu na Alhamisi, na kuna saumu zitakazokuja katika miezi inayokuja. Idhan Muislamu atakiwi kukoma kwa kuisha Ramadhani. Ndio kuna ule msemo unaosema, Waswahili huambizana wakaambiana, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Ndugu zangu, kauli hii
ina mulahadha. Kauli hii ya kusema kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada ina mulahadha. Twatakiwa tuseme mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kukithirisha kufanya ibada, kwa sababu miezi yote ibada zipo. Hakuna mwezi ambao unakosa ibada, bali sala za faradhi ziko mwaka mzima, sala za sunna, saumu za sunna. Mwezi wa Ramadhani umebeba funga ya faradhi na kuongezeka na kukithirisha ibada ndani yake. Idhan leo insha Allah kwa dakika chache tutaweza kuishi katika hadithi al-Qudsi, hadithi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawanadi waja wake, na tutashiria tu katika hadithi hii. Hatutoweza kuimaliza, lakini tutaimaliza katika khutbatul qadima biidhnillah. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi wa Ramadhani unapoingia, unapoandama mwezi muandamo, huwa kuna mnadi anaunadi, ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir. Ewe mwenye kutaka kufanya khairi, kabili katika kuifanya khairi, na ewe mwenye kutaka kufanya shari, punguza shari yako, jiepushe na shari. Munadi kama huu unadiwa katika mwanzo ama usiku mosi, usiku wa kwanza wa Ramadhani, na tukabashiriwa milango ya pepo kuwa wazi na milango ya moto kufungwa. Ina maana ya kwamba kuisha kwa Ramadhani milango ya moto hufunguliwa. Idha ndugu zangu katika imani, baada ya kuisha Ramadhani kadhalika mashaitani wanaofungwa, maradatul jinn ufunguliwa. Idhan tuna vita, tuna mapambano baina ya nafsi zetu na shaitani. Idhan muislamu atakiwa kutanabai baada ya kuondoka Ramadhani, kuweza kupambana na nafsi yake na kuweza kupambana na shaitani ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametutangazia, inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Hakika ya shaitani ni adui, basi mfanyeni kuwa ni adui. Ndugu zangu katika imani, baada ya Ramadhani kuisha, si kuisha kwa ibada. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii ambayo aisimulia sahabiyun jalil Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, asimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam asimulia kutoka kwa Mola wake. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Enyi waja wangu, hakika yangu mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, na nimeijalia dhulma hiyo kuwa ni haramu baina yenu, basi msidhulumiane. Ndugu zangu, ni wangapi kati yetu baada tu ya kuisha Ramadhani wameweza kujidhulumu nafsi zao? Tutakiwa kujirudi nafsi zetu, tujiangalie ni kiasi gani tunajidhulumu baada ya kuondoka Ramadhani. Wakati Ramadhani ilipokuwa nasi, tukijitahidi sana ima kutokujidhulumu nafsi zetu ama kutodhulumu wenzetu, au ima kutomdhulumu, yani kufanya dhulma juu ya nafsi zetu kumfanyia Mola wetu. Ni wangapi baada ya Ramadhani wamerudi kwenye tunguri zao? Ni wangapi baada ya Ramadhani wamerudi katika panga zao? Ni wangapi baada ya Ramadhani wamerudi kufanya uganga? Waliokuwa wameuacha Ramadhani
wateja walipokuja wakisema hapana, huu ni mwezi wa Ramadhani, siwezi kufanya shirki katika mwezi wa Ramadhani, kwani yule Mola uliyemuogopa katika Ramadhani siye Mola wa Shawwal, siye Mola wa Dhulqaada, siye Mola wa Dhulhijja, siye Mola wa miezi yote. Ndugu zangu, hakuna adhamu dhulm kama shirku billah. Na ni wangapi wameteleza baada ya Ramadhani wakazipomosha amali zao zote walizozifanya, qiyamul layl, sadaqati zao, siyam, sadaqat. Ndugu zangu, hakuna dhambi hatari kama dhambi la ushirikina. Inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ni dhulma kubwa, kama alivyosema Luqman al-Hakim kumwambia kijana wake, inna ash-shirka la dhulmun adhim, hakika ya ushirikina ni dhulma kubwa anayojifanyia mwanadamu. Ndugu zangu katika imani, ni wangapi wamejidhulumu katika kumwasi Allah baada ya Ramadhani? Walikijiepusha na madhambi kabla wakati wa Ramadhani, wakajiepusha na madhambi makubwa makubwa, lakini baada ya Ramadhani wakawa ni wenye kutukia. Bal mwezi wa Ramadhani uliwadhiki baadhi yetu, wakaona ya kwamba uishi, wakaona dhiki, waisha lini? Mtu kumetangazwa habari za mwezi, akimbia katika maduka ya kuchukua madharba, watu wakasherehekea katika ule usiku lailatul haya. Ndugu zangu katika imani, tutatakiwa kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واتبع اثره الى يوم الدين. اما بعد. asema mtume sallallahu alayhi wasallam, asimulia kutoka kwa Mola wake, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. asema Allah subhanahu wa ta'ala akitunadi kama waja wake, akisema ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dhallun, nyote mumepotea, illa man hadaituhu, isipokuwa yule niliyemuongoza mimi, fastahduni ahdikum, basi nitakeni niwaongoze nami nitawaongoza. Huyu ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala atunadi akituambia ya kwamba uongofu mwanadamu atakiwa kuufahamu ya kwamba uko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtake yeye uongofu, naye atatuongoza. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani dua zilikuwa ni mustajaba, na katika masiku mengine ya malamtana kuna nyakati ambazo ukubaliwa dua kwa haraka, na kuna amakin na zama ambazo kwamba ukubaliwa dua kwa haraka. Muislamu atakiwa baada ya kuondoka Ramadhani aendelee kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala uongofu. Ikiwa fulani na fulani ubakia katika uongofu, wakabakia kwenye ibada mwaka mzima, kwa nini isiwe mimi na wewe? Allah subhanahu wa ta'ala asema, ud'uni astajib lakum, niombeni nami nitawajibu. Bal ndugu zangu, tunatakiwa kuwa na dhana njema kwa Mola wetu, tunatakiwa kuwa na dhana njema kwa Mola wetu na kuzisafisha nia zetu. Ikiwa tuliteleza katika ndani ya Ramadhani, tukawa twalegalega katika nia zetu, tunatakiwa kujiregesha kwa Mola wetu
na kumuomba Allah kwa unyenyekevu, na Allah subhanahu wa ta'ala atatuitikia dua yetu. Ndugu zangu katika imani, yoyote aliyetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na akarudi kisawasawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asiwe na shaka ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe madhambi yake. Tunatakiwa tuwe na dhana njema kwa Mola wetu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na hakika yangu mimi ni msamehevu. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa inni laghaffarun, na hakika yangu mimi ni mwingi wa kusamehe, liman taba wa amana, kwa yule ambaye atakayetubia na kuamini, wa amila salihan, na akaendelea kutenda mema, thumma ihtada, kisha akafata uongofu. Idhan ndugu zangu katika imani, tutatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara atupatie thabati, mara kwa mara tumuombe uongofu, kwa sababu uongofu unatoka kwake. Kule kuongozwa kwenye njia iliyonyooka ni mpaka upewe taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutatakiwa tuwe wanyenyekevu kwa Mola wetu, kama anavyosema katika hadithi al-Qudsi, fastahduni ahdikum, basi nitakeni mimi nikuongozeni nami nitawaongoza. Idha ndugu zangu katika imani, tutatakiwa baada ya kuondoka Ramadhani tumnyenyekee Mola wetu katika kumuomba dua kwa yale tuliyoyatenda katika mwezi wa Ramadhani, atutakabalie kama vile walivyokuwa wema wetu waliotutangulia as-salafun as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, walikuwa baada ya kuondoka Ramadhani wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minhum, au atakabalie wao yale walioyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Na wala tusighurike kwa yale tuliyoyafanya katika Ramadhani tukajiona tumefanya sana, kama tutakavyokuja kuona katika khutba itakayokuja ni namna gani sisi tunavyomhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kuna baadhi yetu wanaghurika wakajiona wamefanya sana, na ndio baada ya Ramadhani wasema twapumzika, tulifanya ibada sana, qiyamul layli tulisimama sana, ndio baada ya Ramadhani zile raghaba zikawa zashuka. La, ndugu zangu katika imani, bali tutatakiwa tuendelee na ibada, tudumu na ibada, wa in aqall, na hata kama ni chache. Na Aisha radhiyallahu anha asimulia, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, amali inayopendeza kwa Allah zaidi ni ile inayodumu hata kama ni chache. Idha ndugu zangu katika imani, tudumu na ibada wa in qalla, hata kama ni chache, lakini tuendelee kudumu na ibada. Swala za faradhi huwezi kusema utazitekeleza kwa uchache, swala za faradhi zitabakia kutekelezwa kwa ukamilifu. Ama katika sunna ndio, hata kama kwa uchache yale uliokuwa ukiyafanya Ramadhani, basi usiache kusoma Qur'ani, usiache kuswali swala za sunna, usiache kusimama usiku wala kidogo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.